kwaya sijue yupo. Karibu kwaya Usalemu kwa nyimbo moja. Shetafata kwaya wa baba na wa mama kwa pamoja. Hajakuwa na jina nao kwa nyimbo moja. Shetafata kwaya yetu ya mkubwa kwa nyimbo moja na watamalizia wa mama kwa nyimbo moja. Karibuni.
hatuna mgeni mpya, sote tuko wenyeji. Sema amena. Bali tutakaribishana sisi kwa sisi. Karibu wachungaji wetu na Mungu awabariki. Karibu wa baba na Mungu awabariki. Karibu wa mama na Mungu atubariki. Karibu vijana na Mungu awabariki. Na karibu watoto na Mungu awabariki. Shamba la vigelegele kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni muda mzuri wa kumtolea Mungu wetu sadaka. Karibu watu wa press kwa kupiga nyimbo moto ya sadaka na kikapu cha sadaka kiwe tayari, na Bwana tubariki. Bwana Yesu asifiwe. Ni muda mzuri wa kutoa sadaka. Ningeomba sote tuwe wima kwa utukufu wa Mungu. Tusimame sote kwa utukufu wa Mungu, tusimame. Tukipilika kumtolea Mungu wetu sadaka. Wana wa Israeli walipovuka bahari kuelekea Kanaani. Wana wa Israeli walipovuka bahari kuelekea Kanaani. Tusimame sote na tusimame sote kwa utukufu wa Mungu. Wana wa Israeli walipovuka bahari kuelekea Kanaani. Wana
Bwana Yesu, tuko hapa tunakubariki sababu wewe ndio baba yetu, wewe ndio Mungu wetu, wewe ndio mfalme wetu, wewe ndio ngome yetu, wewe ndio msaada wetu. Wewe ndio yote kwa maisha yetu. Na kuja kwetu hapa ni kuja kurudisha shukrani. Na pamoja na kurudisha shukrani kwetu Mungu, tunaleta na sadaka. Ukisema asante kwa wema wako umetendea kwa mzima. Umepeusha na nini watu. Na hatuwezi kukulipa, lakini tunasema tu asante. Basi mapenzi yako yafanyike. Bariki sadaka hizi, bariki waliotoa, bariki na wenye hawakupata, kwa jina la Yesu. Kila mmoja umtendee muujiza wako na apate kuona utukufu wako kwa Mungu. Katika jina la Yesu. Amen. Ni muda mzuri wa kusikia neno. Sote tukue kimya. Chapa mikono kwa ajili ya neno la Mungu. Sema amen. Nafikiri nyote mnanifahamu. Sitangoja kujitambulisha. Amen. Kuna watu wengi wana uvivu wa kufikiria. Nikisema uvivu wa kufikiria nafikiri mnajua. Mtu ni mvivu wa kufikiria. Amen. Na hao ndio watu tunaoepukana nao. Kwa sababu hao wavivu wa kufikiria huwa ndio shetani anawatumikisha mara nyingi. Amen. Shetani anatumikisha wale watu wako wavivu wa kufikiria. Kwa sababu ukiwa mvivu wa kufikiria unasahau kufikiri mambo mazuri. Yaani wewe unafikiri mambo yasiyokuwa mazuri. Amen. Sema amen. Amen. Basi leo tutajifunza somo letu la leo itakuwa ni kukesha. Amen. Kukesha. Nafikiri sote tunajua kukesha. Nani ataniambia maana kukesha? Kukesha inamaanisha nini? Naomba mtu mmoja unyoshe kidole. Anaambia maana kukesha. Rosa Mwando naambia hapo. Kukesha ni kutokusizia, macho kwa macho saa zote. Amen. Sema amen. Tuambie na wewe. Kukesha ni kubaki kwenye zamu. Amen. Amen. Majibu yote ni mazuri sana. Kukesha ni kubaki kwenye zamu. Na kukesha ni kuwa macho usiku mzima. Wewe ukiwa macho usiku mzima, wenzako wanalala, wewe umekuwa umekesha. Amen. Hapo wewe utakuwa umefanya nini? Umekesha. Ndio maana ya kukesha. Amen. Na ndio maana Biblia inatuambia tukeshe kwa sababu hatujui saa. Amen. Shetani iko kwa ajili yetu. Na ndio maana wanatuambia tukeshe. Kwa sababu shetani anatutafuta sana. Shetani anatutega sana. Anataka aone ni wapi utangukia ili akuzoe. Amen. Sasa usipokesha, shetani atakuwa pamoja na wewe. Bwana Yesu aturumie sana. Ndio maana Biblia inatuambia tukeshe. Tukikesha hakuna mtu atakayekuja tuingilia kwa sababu tumekesha. Amen. Sema amen. Kukesha kama kisi tulivyoongea, maana yake kubwa ni kuwa macho usiku. Kukesha inamaanisha tena usiku ni hali ya kuwa kiroho na kuwa karibu na Mungu. Amen. Sema amen. Ndio maana ya kukesha. Niombe Pastor Joshua tusomee Mathayo 24 na mstari wa 42. 24 na mstari wa 42. 24 mstari wa 22. 24 42. Asante. 24 kwa 42. Asante. Maandiko yanasema hivi. Kesheni basi. Kwa maana hamjui siku ipi
wenu. Amen. Amen. Sema amen. Amen. Mkeshe kwa sababu amjui siku atakuja Bwana wenu. Msipokesha maana yake hamtajua siku wala hamtajua ni saa gani atakayofika, kwa sababu Biblia inatuambia tena atakuja, hakuna mtu atajua, lakini ukiwa umekesha utajua. Amen. Sema amen. Kukesha. Kukesha. Amen. Kukesha ni kuwa macho, ni kusubiri, ni kuikala kwa zamu, kwa sababu haujui adui atatokea wapi. Kwenye mwili ni wanani wanakesha? Kwenye makazi zetu kuna watu wanakesha. Wanani sasa vile wanani wanakesha? Wewe tunajua wanaokesha usiku. Wazamu, wengine walinzi, sawa, wengine shift ya usiku, waganga. Bwana Yesu asifiwe. Hao ni watu wanakesha, wanakuwa wako macho muda wote. Amen. Kwa sababu wako kwenye zamu. Sema amen. Nakumbuka kule kwetu Uvira tuna hospitali kubwa inaitwa Hospitali de Lemera. Kile kipindi ilikuwa ijamia nani? Bado mavita, ilikuwa bado haijamia Bukavu. Ilikuwa iko Lemera. Wangapi wanajua Lemera hapa? Lemera. Asante sana, Mungu akubariki. Dada, unajua Lemera? Okay. Wewe unajua Lemera? Okay, wangu ndio anajua, mimi sipajui. Okay. Lemera ni kwenye Waswedwa walikuwa wengi sana pale. Na palikuwa hospitali kubwa. Ile hospitali ilikuwa naangalia tuseme mashariki yote ya Kongo. Wote walikuwa wanaenda kutibiwa pale. Na pale tulikuwa na waganga wengi wazungu. Na pale tulikuwa na mganga anayehusika na mambo ya wanawake, alikuwa gynecologue mmoja anaitwa Mkwege. Ndio alikuwa pale kwa masuala ya wanawake. Yaani watu walikuwa wanatoka Kalemi, Lubumbashi, wanakuja mpaka pale kwa hospitali ya Lemera. Amen. Sasa pale Lemera, sisi watu wa Uvira kusema twende Lemera, gari ilikuwa ni hii moja tu ya kwenda Lemera. Na hiyo gari mara nyingi ilikuwa napita saa 10 ya usiku. Sasa kama wako mbali na barabara, inabidi uje ombe fasi karibu na barabara, ili saa itakuja ile gari isikuache. Amen. Sa gari itakuja lisikuache, kwa sababu ilikuwa ikitokea Uvira inaenda nalalamika Lemera. Ndio konda wa gari alikuwa analalamika Lemera. Ukishasikia vile sasa unaenda barabarani, unasikia sauti inatoka kule. Afu unaenda barabarani unashimamisha. Ukichelewa tu basi maana yake unasubiria tena siku nyingine. Amen. Ukichelewa tu maana yake wewe umebaki unasubiri siku nyingine tena. Sasa inabidi uwe macho, ukeshe, kwa sababu ukilala tu gari itakuacha. Sasa inakubidi wewe uwe macho ili gari sasa litapita lisikuache. Amen. Amen. Ndio maana kukesha. Wangapi walitoka kambi ya Lugufu? Mbarikiwe sana. Lugufu tulikuwa na gari moja inaitwa Saratoga wala Adventure. Hilo gari lilikuwa likitoka Kigoma linaenda Uvinza. Kusema lirudi tena Kigoma inapita pale saa 10:30 ya usiku. Saa 11 na kosa. Nafikiri ni hivyo mchungaji. Tulikuwa na ukichelewa tu hilo basi hautapata basi lingine. Hapa nyuma ndio walikuwa wameshaleta kale kaende Kanyamanza nini. Lakini mbele sisi tulikuwa tunaisha Lugufu ya pili. Tulikuwa tunajitahidi tuje tulale Lugufu ya kwanza ili tusichelewe basi.
Amen. Tunatoka lugufu ya pili, unatafuta ndugu yako lugufu ya kwanza, unakuja kulala pale lugufu ya kwanza ili basi lisikuachi. Na kama utakuwa lugufu ya pili, basi uone jitahidi utatoka lugufu ya pili na saa 9 usiku ili uje uwai basi lisikuachi. Sasa inakubidi wewe ukeshe sasa. Kila mara uko macho tu, unaangalia muda wako inakuwa saa ngapi. Ukipitiwa na usingizi kidogo, basi limekuacha. Na likiwa Kigoma, linatoka tena Kigoma saa 7:30. Ukichelewa Kigoma saa 7:30 ya mchana, basi limekuacha. Amen. Sasa inabidi kuwa makini sana. Inabidi kukesha, kuangalia masaa. Kwa sababu Biblia inatuambia hatujui saa, lakini jitahidi ukeshe ili uwe macho. Ukiwa macho utajua saa. Amen. Kwa sababu ukiwa macho, si atakuja atakuona. Si utakuwa uko macho. Amen. Na utajua kinachoendelea. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ya kukesha. Kuna wakati mimi nafanya kazi pale division na mke wangu, pale palikuwa beria pale, mbele ya kuingia pale coordination pale. Na palikuwa mlinzi. Kazi yake ni kukaa pale, gari likija analifungulia, linaandika kwenye kitabu pale, likichukua vitu mle ndani anaangalia, anaandika kwenye vitabu vitu vimetoka, gari likienda anaandika gari limeenda, anakaa pale. Yeye kazi yake ni ulinzi kukaa pale. Sasa manake yeye anabidi awe macho muda wote. Amen. Juu kwa sababu akipima kusinzia pale mchana, vitu vitapita hata jua vimepitaje. Siku moja anakuja boss top the top. Alikuwa anaitwa team leader Ndaro, sijui kama unamfahamu. Ndaro ndio alikuwa boss wa all division. Anakuja boss na gari. Anafika pale, mlinzi amelala mchana. Ona mpaka anakuja na gari polepole, mpaka gari linasukuma geti, mpaka linafika pale penye mlinzi iko. Mlinzi siko hapa mbele huku ndani, na geti iliko hapa. Gari linasukuma geti polepole, geti inafunguka, linaingia mpaka pale. Mlinzi analala tu mchana. Bwana Yesu aturumie sana. Bosi anamwambia hivi. Sana muona ambe, we, anashtuka. Bosi anamwambia, kwa hali hii tutafika kweli? Kwa hii hali tutafika kweli? Akamwambia bosi, hapa nikipata tu kikombe kimoja cha chai na chapati, tunafika. Amen. Anamwambia tajiri, Ndaro, unamjua wewe Ndaro? Yaani tajiri alicheka sana. Yaani nikipata tu kikombe kimoja cha chai tu na chapati tutafika. Bosi akasema, "Uende pale wakupatie." Amen. Yaani bosi aliishiwa tu. Alifikiri mengi. Wenda huyu amelala juu ya njaa. Ameshindwa kukesha juu ya nini? Ya njaa. Amen. Tuwe macho. Kwa sababu ukiwa macho utamuona mwajiri wako au tajiri wako gisi anavyokuja. Amen. Pastor, tusomee hapo. Tusomee Mathayo tena 25 mstari wa 6. Mathayo 25:6. Nasema hivi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele. Haya, bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Tuendelee mpaka 9. Tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. 9 na mwisho. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatutoshi sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia, mwende kwa wauzao mkajinunulie. Amen. Amen. Sema amen. Amen.
Hapo tunasikia ni historia ya wana walio 10. Hao wana walio 10, 5 wao walikuwa wapumbavu. Wengine 5 walikuwa ni wenye busara. Hao 5 ndio wale nimeita hapa wale wavivu wa kufikiri. Ukiwa mvivu wa kufikiri, kila mara unakuwa na matatizo tu. Wewe ukiwa mvivu wa kufikiri, kila mara wewe unakuwa na matatizo. Amen. Sasa hao wana wali 10. Biblia inatuambia 5 wao walikuwa wenye busara na wengine 5 walikuwa wavivu wa kufikiri. Sasa ilipofikia wanajua wako kwenye msafara wa kwenda kumpokea bwana harusi. Amen. Wako kwenye msafara wa kwenda kumpokea bwana harusi. Na bwana harusi wakati anakuja, nafikiri hata tukikuwa na ndoa kanisani wapi, sisi ndio tunakuwa kwanza kwenda ndani kwenye nyumba mule kwa kumpokea nani? Bwana harusi. Bwana harusi hawezi akaja kama ndani hapatakuwa watu. Hawezi akaingia kama ndani hapatakuwa watu. Hawa watu ndio wanastahili kuingia mbele ili wampokee nani? Bwana harusi. Amen. Amen. Sasa hawa 5 wapumbavu wakakamata taa zao wenyewe wakawasha mapema na bado bwana harusi hajafika. Amen. Wakaziacha wazi. Lakini wale wenye busara wakasema sisi hatuwezi tukawasha taa zetu kwa sababu kama tumeweka hizi taa ni juu ya kwenda kumpokea bwana harusi. Na tukiwasha tu atakuja tutakuwa tumekaukiwa na mafuta. Hatutawasha. Tutawasha kipindi tunafusikia bwana harusi amefanya nini? Amekuja. Amen. Lakini wale wapumbavu, wale wavivu wa kufikiri wakawasha. Walivyowasha taa zao mafuta ikawaishia. Biblia inatuambia mafuta ikawaishia. Wakaenda kwa wale wenye busara. Wakaenda kuwaomba mafuta. Hapo bwana harusi amefika sasa. Wanajiandaa, bwana harusi anakaribia fika sasa. Wakaenda kuambia wale wenye busara wawapatie nao mafuta kidogo ili wajiwekee kwenye taa zao ili wapate kumpokea bwana harusi kwa pamoja. Amen. Wale wenye wavivu wa kufikiri, wale wapumbavu wavivu wa kufikiri walivyofanya vile, wakawa wamekosea wale mafuta, wakaenda kwa wale wenzao wakawema mafuta. Wakawaambia nendeni mkatafute mafuta kwenye maduka kule. Kwa sababu haya tunayo na sisi, hayatutoshelezi. Hayatutoshelezi tukiwapatia nyinyi na sisi hayatatutoshea. Amen. Sasa hao wenye wapumbavu wavivu wa kufikiri wakatoka wakaenda kutafuta mafuta. Sasa wewe kweli saa 6 usiku, saa 8 usiku, duka gani utakutana kuwazia mafuta? Utaipata kweli? Duka mafuta saa 7 usiku, saa 8? Hakuna. Walivyokosa mafuta kule walienda. Bwana harusi amefika. Mtaingiaje na taa zenu haziwaki? Taa zenu hazina mafuta, mtaingiaje? Hamwezi kuingia. Ikabidi walibaki nje. Bwana harusi akaingia na wale wenye busara, wale wenye walikuwa na taa zao zilikuwa wazi, zilikuwa zinawaka. Wakaingia nao. Alivyoingia nao mlango ukafungwa. Amen. Wale wakabakia nje. Kwa sababu walishindwa kukesha. Walishinda kujiandaa. Wakawa wamebaki nje. Walivyobaki nje, wale wenye busara wakaingia na bwana harusi. Wakamlaki mle ndani. Lakini wenyewe hawakupata ile nafasi. Kutokuwa juu ya nini ya kutokukesha. Tujifunze sana. Tukeshe. Amen. Pako mlinzi mmoja, bosi wake alikuwa ndani analala, anatafuta kutoka, anapiga oni ya gari pale. Mlinzi anatoka haraka anaenda kufungua geti. Yeye anatafuta kufungua geti, anashimamisha, anamwambia bosi simama kwanza hapo. Bosi anashimama. Anamwambia bosi, uende vizuri leo. Leo nilala lota kama huko pe unaenda utafanya ajali. Anamwambia bosi, uende polepole, leo utembeze polepole. Nilala lota leo usiku kama penye uko naenda utafanya ajali. Amen. Bwana Yesu aturumie sana. Anamwambia bosi, uende taratibu. Leo nimeota kama utafanya ajali. Ukienda haraka unaweza kufanya ile ajali.
Huyo ni mlinzi huyo. Anamwambia bosi. Bosi amemweka pale ili juu ya kumlinda yeye. Wezi wasiingii, vitu vibaya visiingii. Lakini yeye anamwambia bosi wake, nimeota kama utafanya ajali. Bosi akamwambia, manake wewe haukukesha. Wewe haukukesha. Mpaka unapata muda wa kuota. Bwana Yesu aturumie sana. Mpaka unapata muda wa kuota wewe, kama mimi nitafanya ajali, maana yake haukuwa macho. Juu ukiwa macho hauwezi kuota. Ukiwa macho mchungaji, mtu anaota. Lakini wewe unapata muda wa kuota, maana yake ulilala. Usiku mzima maana yake na wewe ulilala. Sasa sisi tulienda kulala na wewe ukalala. Haukukesha hapa. Mpaka unaota kama nitafanya ajali. Ulilala. Bwana Yesu aturumie sana. Yule mlinzi kazi kao imeisha. Akasema wewe ni mpumbavu kabisa. Mimi nakuweka hapa nafikiri wewe unatuchunga, kumbe na wewe tukilala na wewe unalala. Ni tajiri ndani ya tajiri mwingine. Ondoka. Kazi kao imeisha. Kazi yake imeisha kutokukesha. Alishindwa kukesha. Zamu yake aliacha. Kama kisi mchungaji alituambia, kukesha ni kuwa kwa zamu. Amen. Ni kuwa kwa zamu. Yaani unakuwa uko makini. Na kitu kibaya chochote kile kitajitokeza, wewe uko makini kupambana nacho. Kwa sababu unafanya nini? Unakesha. Hata mwizi akija kuja kubomoa, lakini kwa sababu wewe umekesha, utamuona kisha anakuja. Amen. Na utapambana naye. Lakini ukilala, mwizi anasema hapa ni bonane. Hapa ni bonane. Acha tu mtu ajikamatie, atajikamatia. Pastor Joshua, tusomee Mathayo tena 26:41. 41. Mpaka ngapi? Hiyo. Maandiko yanasema hivi. Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho i radhi, lakini mwili ni dhaifu. Amen. Amen. Silaha kubwa ya kukesha ni maombi. Amen. Ndio silaha kubwa ya kukuwezesha wewe kukesha. Ni maombi. Bila maombi hatuwezi tukaweza kitu. Bila maombi hatuwezi tukakesha. Tukeshe kwa sababu silaha yetu kubwa tunajivunia si wa Kristo, ni maombi. Bila maombi hakuna kitu tunachokijivunia. Bila maombi shetani iko razi kututeka. Ndio maana Biblia inatuambia roho i razi, lakini mwili ni dhaifu. Shetani anatinga mwili zaidi. Amen. Mwili ndio shetani anatinga zaidi. Lakini huku kwenye roho, kama wewe ni Mkristo, shetani anaogopa sana. Hawezi kusogea kwenye roho. Na ukiwa kwenye roho, maombi ni silaha kubwa sana kwako. Kwa sababu maombi ndio yanakuwezesha kuwa karibu na Mungu. Maombi ndio yanakupigania wewe. Maombi ndio yanakuwezesha kuwa karibu na Mungu na kupigania wewe katika shida yote unayopata. Amen. Bila maombi hauwezi kufaulu wala hauwezi kushinda vita. Kwa sababu tuna vita vigumu sana. Tuna vita vya ajabu. Wanaotupiganisha vita ni wenzetu hawa. Amen. Tunapiganisha vita na wanani? Unafikiri nani? Na wenzetu hawa. Amen. Sasa tusipokuwa makini, tusipoomba, tusipokesha kwa maombi, watatupata. Tusipokesha kwa maombi, watatupata. Tuombe kwa sababu ndio silaha kubwa ya kutushindia. Amen. Tusipoomba tutakamatiwa mateka. Sulishaona kisi watu wanakamatiwa mateka. Watu wanakamatiwa mateka. Mkikuwa na ndio maana wakati mko kwenye vita haistahili kulala. Unakuwa uko macho. Kwa sababu mko mnatingana na adui, si mko vitani. Kwa sababu adui huenda anafanya mbinu za kukia usiku akutana mwe mshalala. Lakini mkikuwa mko macho, mtajua kama adui anakuja. Amen. Tukeshe kwa maombi. Kwa sababu silaha tunajivunia sisi wa Kristo ni maombi. Maombi ndio yanatupigania sisi. Maombi tunayoomba ndio yanatuwezesha sisi
Kama tuombi, hakuna chochote kile tunaweza tukakifanya. Bwana Yesu aturumie. Tukeshe, tuombe. Pastor Joshua, tumalize na Petro 4 mstari wa 7 hadi 8. Petro wa kwanza 4 mstari wa 7 hadi 8. Petro wa kwanza 4:7 hadi 8. Maandiko yanasema hivi: lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Basi iweni na akili, mkeshe katika sala. 8 na mwisho, zaidi ya yote iweni na juhudi nyingi katika kupendana, kwa sababu upendano usitiri wingi wa dhambi. Amen. Amen. Bwana Yesu aturumie sana. Biblia inatuambia mwisho wa mambo yote unakaribia. Amen. Ukiona nchi zinaanza kupigana nchi kwa nchi, watu wanaanza kurufishana wenyewe kwa wenyewe, ujua hapo mwisho wa mambo unafanya nini? Unakaribia. Amen. Sasa ni sisi sasa mkushimama kwa zamu, tuombe, tupendane, kwa sababu tukipendana hapa kanisani kwetu hakuna mtu anaweza kuja kututenganisha, na upendo wetu ustiri makosa yote. Hata kama mwenzako alikukosea, lakini kutokana mko na upendo, tuko na upendo, unaona ni kawaida tu. Amen. Isiwe tena wewe Mkristo wa Methodist njoo wa kwanza kumsema mwenzako. Wewe Mkristo wa Methodist njoo wa kwanza kutoa sifa za mwenzako. Tupendane. Ndio alama kubwa Yesu, ndio nani kubwa Yesu alituachia. Tupendane. Tukipendana yale malumbano yote hayatakuwa. Tukipendana tutaishi kwa amani. Amen. Shida yangu itakuwa ndio shida ya Pastor Lwea. Shida ya Pastor Lwea itakuwa ndio shida yangu mimi. Shida ya Pastor Patro itakuwa ni ya kwangu. Shida ya Pastor Joshua itakuwa ni ya kwangu. Nami shida yangu itakuwa ni ya kwao. Amen. Kwa sababu tuna nini? Tuna upendo. Na tukiwa na upendo, hapo ndio penye shetani anakimbiliaga zaidi. Amen. Shetani apendaji watu wapendane. Shetani ni mwivu sana. Yeye kazi yake ni pale penye pako upendo, pale penye pako amani, huwa ndio anakimbilia zaidi. Hauwezi kimbilia sehemu nyingine. Pale penye anajua watu wanapendana, hapa pako amani, na ndio penye anakimbilia zaidi. Ndio maana wakutana, wanakuwa wanaingiza mambo ya kuchonganisha, ya kuambia njoo vile Pastor Poyer alisema hivi, njoo vile Pastor Loyal alisema hivi, washindwe katika jina la Bwana Yesu. Amen. Tunawakemea washindwe. Washindwe katika jina la Yesu. Amen. Sisi hapa tuna upendo. Sisi hapa tunapendana. Hakuna mtu ataweza kututenganisha hapa sisi. Saa zingine wewe ufanye mambo yako utafanya, lakini kwa sisi hapa tumemaliza. Amen. Sema amen. Tujitahidi tuwe na upendo, kwa sababu upendo ndio utatuwezesha kushinda shetani. Upendo ndio utatuwezesha, maombi pia nayo ndio yanatuwezesha kushinda majaribu. Kama tuombi hatuwezi tukashinda majaribu. Silaha kubwa ya Mkristo ni maombi. Basi hayo machache yabaki kwenu na kwangu, na Mungu awabariki. Amen.